Welcome kwenye channel yetu pendwa kabisa ya movie za kutafsiriwa za Kiswahili. Hapa umefika kwa DJ Mswahili. Utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Yeah, once again. Leo tupo katika simulizi yetu pendwa kabisa, Kiumbe Chenye Nguvu ya Ajabu. Hadithi yetu inaanza San Francisco nchini Marekani. Kuna mwanahabari jasiri sana aitwaye Eddie. Eddie ni mtu anayependa kufichua siri za watu, aka mbea, yani paparazzi. Tena anatafuta watu wale wenye hadhi kubwa, wenye nguvu za hatari sana. Hata kama inamletea matatizo makubwa, yeye hajali. Pia huwa ana mchumba wake mmoja aitwaye Annie, ambaye ni mwanasheria, lakini kazi yake ya Eddie mara nyingi inaharibia mahusiano yao. Siku moja Eddie anapewa kazi ya kuchunguza kampuni kubwa ya kisayansi iitwayo Life Foundation, inayoongozwa na mwanasayansi mmoja tajiri mwenye maono makali makubwa aitwaye Clayton Drake. Drake anajiweka katika mtu anayesaidia dunia kabisa, lakini ndani yake ana siri za hatari sana. Eddie anapoanza kumchunguza, anaanza kugundua kampuni yake inafanya majaribio ya kibinadamu kwa kutumia viumbe wageni waitwao symbiote. Hawa ni viumbe wanaoweza kuingia katika mwili wa binadamu na kumpa nguvu kubwa sana, lakini pia wanaweza kudhibiti ili kumuua kabisa na kumwangamiza. Eddie anaamua kuingia ndani ya maabara kwa siri ya Drake ili kupata ushahidi wa uchunguzi wake na umbea wake ndani. Anaona watu wakifanya majaribio ya kikatili, wengine wakiwa wanateseka. Akiwa anajaribu kusaidia, anagusa bila kujua chombo kilichokuwa na symbiote hiyo inatoroka na kuingia katika mwili wa Eddie bila yeye mwenyewe kutambua kwa mara moja. Baada ya muda, Eddie anaanza kupata mabadiliko ya ajabu. Anasikia sauti kichwani mwake zikimzunguka. Mwili wake unaanza kuwa na nguvu kubwa sana za ajabu zisizo za kawaida. Wakati mwingine anabadilika kuwa kiumbe cha kutisha. Hapo ndipo anagundua kuwa kuna kitu kimoja ndani yake kisicho cha kawaida na kinachoitwa Venom. Mwanzo Eddie anaanza kupata tabu kabisa, kwani hawapatani hata kidogo. Venom ni kiumbe chenye hasira kali sana, anayependa vurugu kila time na anayependa kula watu. Na Eddie anajaribu kubaki kwenye roho ya kibinadamu na ni mtu mzuri, anagombana naye kila muda. Sasa ndani ya mwili mmoja, kila mmoja anataka kudhibiti mwili huo, yani mwili huo wanataka kutumia watu wawili tofauti. Venom akiutaka kutumia na Eddie pia, lakini kadri muda unavyopita, Venom anamueleza Eddie ukweli kabisa na umuhimu wa Drake na mipango yake ya kuleta symbiote wengine duniani wengi ili kuchukua miili ya binadamu na kuenda kuanza uvamizi katika sayari nyingine. Venom pia anafichua kwamba yeye alitoroka kutokana na symbiote wengine walitumwa na Drake. Hapa ndipo Eddie na Venom wanaanza kuelewana. Baada ya kupiga story kwa muda mrefu, wanaamua kushirikiana ili kuzuia mipango ya Drake. Eddie anaanza kutumia nguvu za Venom kupanda majengo juu kabisa na kupigana na watu wabaya na kuzuia mambo mabaya yasitokee na kutetea wanyonge na kuwa na uwezo mkubwa zaidi kuliko binadamu wa kawaida, lakini bado wanajifunza kufanya kazi pamoja kama timu moja na kama mwili mmoja. Wakati huo huo, tunamuona yule tajiri mkubwa Drake ambaye ni mwanasayansi anayepata symbiote wengine wengi wenye nguvu zaidi, anayeitwa Riot. Riot ni hatari sana kuliko Venom. Ana uwezo wa kuhama kutoka mtu mmoja na kwenda mtu mwingine na kujenga silaha kali sana mwilini mwake. Drake na Riot wanaanza mapigano ya kuchukua symbiote wengine wote na kuanza uvamizi duniani. Eddie pia anapitia changamoto kubwa sana za kibinafsi, hasa Annie ambaye ni mpenzi wake. Anaogopa kile Eddie amekuwa, maana ni kama jini hivi. Anaona Eddie amebadilika sana na kuwa ni mtu wa kutisha, lakini bado hisia zake ziko kwake. Hatimaye vita kubwa inaanza na inatokea katika jiji la San Francisco. Venom na Riot wanapigana kwa nguvu zao zote juu ya majengo, wanatoa silaha kali. Mapigano makubwa sana yanatokea, wakibadilika na kuwa katika maumbile makubwa tofauti ya kutisha na maumbile yenye nguvu ya ajabu. Eddie anajaribu kudhibiti Venom ili
asiharibu watu, sio na hatia kabisa. Kwa mara ya kwanza Eddie na Venom wanaungana kikamilifu kabisa na kupigana na adui huyo. Hapo Venom wanapata nguvu kamili na pamoja wanaweza kumshinda Riot na kumwangamiza kwenye moto mkali na mlipuko mkubwa sana. Wanafanikiwa kutimiza jambo lao. Hatimaye Riot anapoteza maisha. Baada ya vita hiyo, Drake anakufa na mipango yake yote inavunjika kabisa. Symbiotes wengine wote wanaonekana kuharibiwa na kutoweka katika dunia. Na dunia inaokolewa kabisa katika janga kubwa sana, lakini Eddie anabaki kuwa mtu wa kawaida tena. Sasa anaendelea kuishi kama Venom ndani yake. Badala ya kuwa adui, amekuwa kama watu wawili wanaoshirikiana mtu mmoja. Venom bado ana tabia za kutisha sana, lakini sasa wanakuwa na makubaliano. Wanatumia nguvu zao kupambana na watu wabaya, sio kuua watu wasio na hatia. Mwisho tunamuona Eddie anaanza maisha mapya kama anti-hero, mtu ambaye si shujaa kamili wala si mhalifu kamili, lakini ana nguvu za kulinda watu na kujenga njia yake mwenyewe. Karibu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kuwa mwanafamilia wa DJ Mswahili. Kwa DJ Mswahili utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.